Ijumaa Januari 23 kuliripotiwa mapambano makali kwenye vijiji kadhaa vya sekta ya Mutambala na sekta ya Lulenge, tukiwa tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba asubuhi mapema ya saa 11 hivi vituo vya wazalendo wa CPLC FABB na wazalendo wengine pamoja na jeshi la taifa viliweza kushambuliwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, wakishirikiana na magaidi wa Twirwaneho pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara na FNL. Mapambano yaliweza kuripotiwa kwenye vijiji kadhaa kama vile kijiji cha Timbiangoma, Sabuni na pia na Tulonge. Wakati ambapo mapambano yaliweza kuanzishwa, bwana mtangazaji, ni kwamba moto ulikuwa mkali, wa zalendo waliweza kukabiliana vilivyo na waasi, na papo hapo waasi waliweza kupata cha mtemakuni, malengo ambayo walikuwa nayo ya kuweza kupenya ili kwamba wapate njia ya kujielekeza kwenye maeneo ya Lulimba. Jitihada zao hazikuweza kufua dafu kwa sababu vijana wazalendo waliweza kubaki imara na wakapigana. Bwana mtangazaji, utafahamu kwamba wazalendo ni vijana ambao waliweza kujitolea ili kwamba waweze kulinda raia wa nyanja za juu na mali yao. Utafahamu kwamba mwaka wa 2013 wakati ambapo bwana Michele Rukunda Makanika aliweza kuondoka kwenye jeshi la taifa na kujielekeza kwenye nyanja za juu, alikuwa na shabaha ya kuweza kuwafukuza raia wote kwenye maeneo ya nyanja za juu ili kwamba aweze kutia au aweze kuweka kwenye maeneo hayo usultani wake na pia aweze kutekeleza malengo yake. Ndipo vijana wakaweza kusimama, kwa sababu vijana wana nia ya kulinda usalama wa raia na mali yake. Vijana wana nia ya kulinda mali ya Kongo isiweze kuporwa na nchi za kigeni ambazo zinaunga mkono jeshi la Rwanda na ambazo zinawapa waasi wa M23 vifaa ili kwamba waweze kutimiza malengo ya uporaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana waliweza kupigana kuanzia mwaka huo mpaka sasa, ni risasi nenda. Ndio maana raia wasiokuwa na hatia wanaendelea kukaa kwenye maeneo ya nyanja za juu, kwa sababu vijana waliweza kusimama imara. Bwana mtangazaji, sisi hatulengi raia awe wa kabila yoyote. Sisi tunalenga wale ambao ni adui wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila mtu awe wa kabila gani ambaye atachukua silaha kwa sababu ya kushambulia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo watakabiliana naye hadi mwisho, na huyu hataweza kufanikiwa. Jitihada zake hazitafua dafu na kwa kweli ataonekana amefeli. Ndio maana sisi wazalendo tunatumika sambamba na jeshi la taifa ili kwamba kuweza kuimarisha usalama wa raia. Ndio maana kundi la CPLC FABB linapigana kwenye vijiji kadhaa, vijiji kama vile Timbiangoma na Tulonge, vijiji kama vile kule Kubadizi, ni kwenye nyanja za juu
sekta ya mtambala. Shabaha yetu bwana mtangazaji si nyingine, ni kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Bwana mtangazaji, utafahamu kwamba vita vina malengo, na malengo yetu sisi, nia yetu sisi ni kuweza kuimarisha usalama wa raia, lakini adui ambayo tunapigana naye ana nia, ana mbinu, ana malengo ya kuweza kuvamia udongo wa mababu zetu, ili kwamba aweze kupeleka huko Rwanda. Yaani adui ambaye tunapigana naye analenga udongo wetu, analenga rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, analenga kuweza kuvamia nchi yetu, analenga kugeuza wakongomani wawe watumwa katika nchi yao. Mkongomani sisi hatuna nchi mbili, tuna nchi moja tu ambayo ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tutashindwa kuilinda, ikiwa tutashindwa kuipigania, ikiwa tutashindwa kupambana na yeyote atakaye inuka dhidi ya nchi hii, kesho tutakuwa watumwa. Sisi sote tutakimbilia makambini, na alafu tutageuka watumwa, watu ambao hawatakuwa na nchi, na dunia nzima itatucheka kwa sababu tuna nguvu, tuna mali, tuna watu, tuna mawazo, na pia tuna elimu ambayo inaweza ikatusaidia kwa kuweza kupiganisha adui wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana mtangazaji, acha nikukumbushe kwamba kuna watu fulani ambao wanadhani kwamba wataleta Rwanda ili kwamba waweze kutekeleza malengo yao. Malengo ya Rwanda kuanzia vita vya mwaka wa 1996, vita vya mwaka wa 1998 mpaka sasa, malengo yake ni kuvamia udongo wa mababu zetu. Ndio maana amekwisha kutumia mbinu mbalimbali. Kulikuwa tulianza na AFDEL, kisha AFDEL kufeli, wakaunda RCD, kisha RCD kufeli, wakaunda CNDP ya kwanza, kisha CNDP kufeli, wakaunda CNDP ya pili. CNDP wakati Laurent Nkunda amefeli, wakaleta M23, M23 ya kwanza, ya pili, na leo tuko na M23 ya tatu. Baada ya hapo kukaundwa AFC, na pia kukaundwa tena Twirwaneho. Ni makundi ya magaidi ambayo inapewa pesa na Rwanda, inatumikishwa na Rwanda. Ni wanajeshi wa Rwanda ambao wanajificha kwenye makundi hayo ili kwamba waweze kutekeleza majukumu yao, waweze kutekeleza malengo yao ya kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana vijana wa Kongo wanasimama imara ili kuweza kutetea udongo wa mababu zetu. Katika kazi ambayo tunaiendesha, wanamtangazaji, ni kazi ya kujitolea, kazi ambayo inaomba kutumikisha akili na mawazo, kwa sababu adui ambaye tunapambana naye sasa anaungwa mkono na nchi za Ulaya, anaungwa mkono na nchi fulani za Afrika, anaungwa mkono na nchi fulani za Asia, anaungwa mkono na nchi fulani za bara la Amerika. Ni sherti ili kuweza kushindana naye, tunapaswa kusimama imara, tunapaswa kuwa umoja, tuepukane na migawanyiko na pia matatizo madogo madogo ambayo yanaweza yakatusababisha sisi tusiweze kupambana vilivyo na muasi. Shabaha ya Rwanda ni kwamba nchi ya Kongo iweze nchi ya Kongo iweze kugabuliwa, na wakati nchi itagabuliwa, yeye malengo yake itakuwa imetimilizwa na atakuwa na watumwa. Sisi tutageuka watumwa wa nchi ya Rwanda, tutageuka watumwa wa watu fulani. Ndio maana tunapaswa kupigana hadi mtu wa mwisho ili kwamba tuokoe taifa la Kongo. Bwana mtangazaji, taifa la Kongo kuliokoa linaomba kuwa na ujasiri, linaomba kusimama imara, linaomba kuwa na malengo ambayo yatatufikisha hadi kufikia kuokoa nchi ya Jamhuri
ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana mtangazaji, ujumbe wangu kwa raia wa Kongo ni kwamba sote tuwe imara, sote tuwe umoja, sote tuungane mkono kwa mkono ili kwamba tuweze kupiganisha adui ambaye ni Rwanda anayejificha kwenye makundi ya kigaidi ili kwamba aweze kuvamia udongo wa mababu zetu. Bwana mtangazaji, na sisi hatutamwachia hata senti moja aweze kutuvamia, kwa sababu nchi ya Kongo ni nchi ambayo ina mipaka inajulikana kuanzia wakati wa ukoloni mpaka sasa, na hatuna budi ya kupoteza hata senti moja ili kwamba tuweze kumpa adui nafasi. Tunashukuru bwana mtangazaji, na pia sisi kwetu kazi inaendelea.